moja ya matatizo tulionayo wa Tanzania ndio hiyo ya watu wenye maslahi binafsi kutaka kutushawishi tusione yale mema, tena yaliyo mengi tu ambayo yamekwisha kufanywa katika serikali hii ya awamu hii ya 6. Ni wajibu wetu viongozi wa dini kuambia fungueni macho, tazameni yale ambayo yamefanyika, pongezeni hayo, muappreciate hayo. Sio kuishi katika kulalamika wakati wote. Haina maana kupuuzia yale ambayo hayajafanyika vizuri, ambayo tunahitaji yafanyike, lakini lazima tuone. Na pale pa kupongeza tupongeze, na pa kushauri tushauri, pa kukemea tukemee. Kwa ajili hiyo, kwa pamoja na kwa umoja wetu, na hapa tumefanya vile vile, tunamwombea rais wetu. Mungu azidi kumpa nguvu, ampe ujasiri wa kufanya maamuzi, ampe afya njema, na aweke kando wale wote ambao kwa hila wanataka kuonyesha kwamba uongozi huu haujafanya kitu. Ni wajibu wetu kama viongozi wa dini, tumtie moyo. Tunapenda kutoa wito kwa vyombo vya dola vilivyoko chini ya mamlaka yake kuwa na weledi na uadilifu mkubwa katika kutimiza majukumu yao. Mahali pengine tumeona kwamba kumetumika nguvu ya ziada, na hata watu wasiokuwa na hatia wakati mwingine kujeruhiwa, kupigwa na kadhalika. Haya tunapenda kusema, hatupendi kuyaona katika nchi yetu. Tukumbuke viongozi wa dini ndio kimbilio pekee na la mwisho na lililobaki la utetezi wa wananchi katika masuala mbalimbali yanayogusa maisha yao kimwili, kiakili na kiroho. Tunao wito wa kushirikiana na wote wenye nia nzuri wanaolitakia taifa hili la kwetu, nchi yetu hii, amani, maendeleo endelevu. Tushirikiane nao, tuwaunge mkono. Tusiruhusu ubaguzi unaozaa chuki na mafarakano baina yetu wa Tanzania, bali kila mmoja aone uso wa mwingine, aheshimu utu wake, kwamba huyu sio tu ni mwanadamu mwenzangu, kiumbe wa Mungu mwenzangu, lakini Mtanzania mwenzangu, na hivyo awajibike kwa nafasi yake kwa weledi, kwa maana sisi sote tutakuja kudaiwa hesabu ya chochote tunachokitenda kama viongozi wakati wa uongozi wako, na kama raia katika nafasi yako uliopewa na jamii. Basi nimeona hapa kulikuwa na hotuba ndefu, lakini nimependa kusema tu yale ambayo yako moyoni mwangu na ambayo kipekee kwa kweli ndio imekuwa lengo la sisi kukaa, kukutana, kushauriana. Lengo moja tu, mustakabali wa nchi yetu, mustakabali wa vizazi vyetu kama wa Tanzania, na nafasi yetu kama viongozi wa dini. Kwa sababu tunajua, tupende tusipende, siku Mwenyezi Mungu atatuuliza. Na kama viongozi wa kiroho, tukumbuke kwamba tunahitaji kuainisha mambo haya na afya ya kiroho. Mimi naamini kabisa katika nafasi zetu, tukifanya wajibu wetu sawa sawa, watu watageuzwa mioyo yao, watakuwa na hofu ya Mungu na watatenda yale ambayo Mungu anataka yatendeke. Na yanapotendeka hivyo, mimi sina mashaka nchi yetu itabarikiwa
waumini wetu wakibarikiwa, na sisi vile vile tunabarikiwa. Ninawashukuruni sana kwa kunivumilia na kwa kunisikiliza. Nimalizie kwa kusema tena kwa salamu yetu hii: dini mbalimbali na upendo, haki na amani. Asanteni, Mungu awabariki.